Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Mwana wa Mungu popote pale ulipo, shalom shalom, amani amani. Bwana amenipa neema nikuletee ujumbe huu, madhara ya mahusiano mabaya. Madhara ya mahusiano mabaya au madhara yanayotokea wakati watu wanajiingiza katika mahusiano yasiyo na kibali mbele za Mungu. Mwana wa Mungu, nakuomba unisikilize vizuri. Watu wengi leo hii wamefika kwenye hali mbaya, wapo kwenye majuto, hawana amani, hawana maisha mazuri, wanateseka kwa sababu ya watu waliokutana nao kwenye maisha. Mwana wa Mungu, uwe makini sana na mtu unayekutana naye kwenye maisha. Mahusiano yasiyo halali yana madhara makubwa sana kwa mwanadamu. Kuna watu leo hii wanateseka kwa sababu watu waliokutana nao kwenye maisha hawakuwa salama au hawakuwa watu muhimu katika maisha yao. Kuna watu wanapata changamoto leo kwenye ndoa zao hazieleweki. Ndoa zao ni migogoro kila itwapo leo. Hawana amani kwenye ndoa, mme atulii kwenye ndoa, mme anatoka, mke anatoka. Hakuna amani kabisa kwenye ndoa. Ni kwa sababu ya watu waliokutana nao kwenye maisha. Biblia inasema ya kwamba Mungu haziakiwi, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Utasoma Galatia sura ya 6 kuanzia mstari wa 6 na wa 7 na kuendelea. Mwana wa Mungu, nisikilize. Leo hii unaona madhara yanayotokea kwenye ndoa yako, yanayotokea katika maisha yako, yana mahusiano makubwa sana na kile ulichokipanda. Kile ulichokipanda ndicho kilichopelekea uyavune hayo. Wakati mwingine unaweza ukajihesabia yako ukaona uko salama, lakini kwa sababu ya watu uliokutana nao kwenye maisha ndio wamepelekea mume wako situlie, mke wako situlie, biashara iwe ngumu, kazi isitulie, mambo yasieleweke. Wengine wanapambana leo hii kupata watoto kwa sababu ya watu waliokutana nao kwenye maisha. Mwana wa Mungu, nisikilize. Yako mahusiano yasiyo halali ambao watu wengi wanahusiana. Wako watu ambao leo hii vijana wanajiingiza kwenye mahusiano pasipo kujua madhara yake. Wako wa baba wa mama ambao leo hii wanajuta kwa sababu ya mahusiano ya watu waliokutana nao kwenye maisha, mahusiano yasiyo halali. Watu walikutana tu wakaanza kuwa na mahusiano, wakaanza kuishi pamoja, lakini hawakuoana, akaja tena mwingine hakuoana. Kwa hiyo yako madhara makubwa ambayo watu wanayapata kwa sababu ya mahusiano yasiyo na maana. Mwana wa Mungu, nisikilize. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 6 kuanzia na mstari wa 15. Tasoma kwa msaada wa Bwana. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 6 kuanzia mstari wa 15. Neno la Bwana wangu Yesu linasemaje? Biblia inasema hivi: Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitoe viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Nisikilize. Aliyeungwa na kahaba anakuwa ni roho moja naye. Kwa wako watu ambao leo wanateseka, wa mama, wa baba, wako wanateseka kwa sababu katika maisha yao ya ujana wao walijiingiza katika mahusiano yasiyo na maana. Waliungwa na miili mingi sana. Na jambo la ajabu sana, wengine hawajaokoka na hawajui kwamba jambo hili litawapelekea kuzimu, litawapeleka katika majuto ya milele. Wameingia kwenye ndoa wakifikiri ndoa inafuta dhambi. Ndoa haifuti hiyo dhambi. Halimaadamu bado unaishi katika hali hiyo, bado hiyo dhambi imesimama. Ila ukikubali kumpa Yesu Kristo maisha, ukakubali kabisa kumpa Yesu maisha na kuvunja maagano ambayo hayo uliingia na wanaume na wanawake. Mwana wa Mungu, nisikilize. Wewe ambaye umekwisha jiingiza kwenye mahusiano au una mpango wa kuingia kwenye mahusiano, ni vizuri ukasikiliza ili uchukue hatua ya kufanya katika maisha yako. Naamini kabisa mnaonisikiliza mnafahamu, wako watu mliingia kwenye mahusiano na kuahidiana, nitakuoa, nitaolewa na mimi, mkapanga na mipango mingi sana ambao mpaka leo hii hamuifanyi kwa sababu mlishaachana. Na bahati mbaya hamko pamoja, mlishaachana. Tena wako wengi, sio mmoja, mliahidiana. Sasa nisikilize. Umeungwa na watu wengi kwa sababu na watu uliokutana nao kwenye maisha yako. Hao watu walikuwa na maroho yao.
hao watu walikuwa na background zao, walikuwa na vitu ambavyo kwenye familia zao vinatoka kwenye madhabahu zao, kwenye misingi yao. Nikutahadharishe, usikubali kushirikiana na mtu, binti, kijana unayenisikiliza, usikubali kushirikiana na mtu bila kujua background yake. Usikubali kabisa kuwa na mahusiano na mtu yoyote bila kujua background yake. Hapo ninaongea na mabinti ambao wanakuwa sasa tayari wanataka kuingia kwenye ndoa, wanataka kuingia kwenye familia, wanataka kuoana. Nisikilize unayenisikiliza. Ni kweli unaweza ukasema mtumishi wa Bwana haina shida, mimi niliweka tu agano sikumuoa na nini, kwa hiyo haina shida. Nataka nikwambie kuna shida. Kuna shida kubwa sana kuingia maagano na watu, na ndio maana anasema mahusiano yasiyo halali yana madhara makubwa sana. Ni kweli umeokoka, lakini bado hujavunja hayo maagano. Kumbuka bado laana imesimama. Binti au kijana, acha kuingia kwenye mahusiano kichwa. Acha kujidai eti una maamuzi yako. Mimi nimekwisha kuwa ni mwanafunzi wa chuo, university ready, university boy, kwa hiyo nina maamuzi yangu. Na leo hii wako vijana wengi sana vyuoni, vyuo vikuu, vyuo vya kati, wanaingia kwenye mahusiano. Nikasikia mama mmoja kanipa taarifa, kuna binti moja aliingia kwenye mahusiano akiwa chuo kimoja hapa Tanzania. Ameingia kwenye mahusiano, wazazi wajui, akapata ujauzito, akalea ule ujauzito mpaka kaja akajifungua. Kwa bahati mbaya ikaonekana pale ambapo alipata mtoto akafa, ndipo ikajulikana kwamba kumbe alikuwa ni mjamzito. Na mimi mwenyewe wakati nasoma chuo kikuu miaka 2012, 13, 14, kuna binti moja nadhani yule alikuwa ni wa Singida. Binti moja alipataga ujauzito, akakaa kwa muda mrefu bila wazazi hata kufahamu. Kwa bahati mbaya akaenda kutoa ujauzito. Alipotoa ujauzito akapoteza maisha. Wako mabinti wengi wanajiingiza kwenye mahusiano, wako wakaka wanajiingiza kwenye mahusiano hata wazazi wajui, lakini madhara yao ni makubwa sana. Ni kweli uko universities, uko chuo kikuu, una maamuzi yako, wazazi wakuoni, wanakulipia ada, wanakutumia fedha za matumizi za hapa na pale, lakini kwa sababu na maamuzi yako unaona nina uwezo wa kujiendesha, nina uwezo wa kufanya ninachotaka kufanya. Nisikilize, utakuja kujuta mbele. Kwa nini uingie kwenye vita ambayo haina umuhimu wa kuingia? Kwa nini uingie kwenye mapigano ambayo hana umuhimu wa kuyapigana? Ukimuuliza leo mtu mzima ambaye aliingia kwenye mahusiano hayo, atakwambia usisubutu. Kwa nini? Kuna madhara makubwa na kuna vita. Usione watu leo tunasimama kwa sababu Bwana ametupa neema kutoka kwenye hivyo vita ambao tuliingia pasipo kujua. Watu wote walioingia pasipo kujua waliingia kwenye vita vikali vya kuomba na kufunga, nyakati za mikesha, nyakati za maombi, za kujitenga kwa ajili ya kuondokana na hayo maagano ambao waliingia na wanawake, waliingia na wanaume. Uliwaahidi wanawake wengi utawaoa, utaolewa nao, uliahidi wanaume utaolewa nao, lakini ukuolewa. Hayo maagano yamesimama. Hilo agano limesimama. Mwana wa Mungu nasema hivi, hilo agano limesimama. Hilo agano limesimama. Hamjafanya agano lakini mnaenda kufanya uasherati. Hamjafanya agano thabiti mbele za Bwana, mnaendelea kufanya uasherati, lakini maagano yenu yanasimama. Wawili wenu watakapokubaliana, mmekubaliana nyinyi, hilo agano limesimama. Sikia mwana wa Mungu, kuna maagano ambayo yatakutesa mbele, kwa sababu kuna maneno mlizungumza, kuna mambo mlipanga mambo mengi, mlipanga masuala ya maendeleo, mlipanga mkiwa wawili, na kama mnavyojua mtu na mpenzi tena bwana, mnaongea mambo mengi sana tena bila hata kuchunga maneno, bila hata kuchunga kinywa. Unamwahidi mengi sana, unamwahidi mengi utamtendea, mengi utafanya na yeye, mengi sana kama kikuoa, kama ukiolewa na yeye, mengi sana, lakini leo hii hamjaoana. Nisikilize mwana wa Mungu, ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 12. Haleluya. Mathayo sura ya 12 kuanzia mstari wa 36. Neno la Bwana wangu Yesu linasemaje? Linasema hivi, taanza mstari wa 36. Basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. 37. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa.
Haleluya. Nisikilize, kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa kila neno utakalolitamka utatolea hesabu yake siku ya mwisho. Ni wakati sasa wa kuvunja hayo maagano. Vunja hayo maneno uliwahi kutamka. Uliwaambia watu nitakuoa, ukuoa. Uliwaambia watu nitaolewa na wewe, ukuolewa, na uliweka agano. Kumbuka hilo agano linaishi. Lazima uombe, lazima ng'ang'ane, nenda magotini, piga hatua, waambie haiwezekani, maagano yote unayavunja. Watoe watu kwenye nafsi. Uliwahi kushirikiana nao, uliwahi kushirikiana na watu fulani, watoe kwenye nafsi. Lazima watoe. Unasema kabisa, John na kutoa kwenye nafsi yangu, Juma na kutoa kwenye nafsi yangu, Abdalla na kutoa kwenye nafsi yangu. Unatamka kabisa, Asha na kutoa kwenye nafsi yangu. Kama uwajua uwakumbuke hata majina yao, waambie ninawatoa wote kwenye nafsi yangu. Na watu, kwa nini? Kwa sababu aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye. Kuna baadhi ya mateso, kuna baadhi ya vifungo uko navyo wewe kwa sababu kuna watu walikupa roho. Kuna watu ulikutana nao ukabeba roho zao, ukabeba maroho yao. Kuna baadhi ya familia wana nuksi, wana mikosi, hawezi kufanikiwa kwenye biashara. Kuna baadhi ya familia hawana maendeleo. Kuna baadhi ya familia, wana laana. Sasa wewe uliingia kichwa, ulijifanya una maamuzi yako, kaingia na yule mwanamke, ukaingia na yule mwanaume, ukaanza kudate naye, ukaanza kufanya washarati. Leo hii mambo makubwa yamekupata, unasumbuka kwenye ndoa. Kumbe ni kwa sababu ulipanda. Kuna mapando ulipanda. Hivi uweze kutoka katika hiyo hali, lazima ung'ang'ane na kumuita Bwana, na kushirikisha watumishi wa Mungu. Omba nao wakuombee ili uweze kutoka katika hiyo hali. Haleluya, sema amen. Wale ambao hawajaingia kwenye agano, mwana wa Mungu nisikie, haujaingia vizuri na bado ni binti, unasoma, uko chuo kikuu, uko hivi vyuo vya kati au uko sekondari, usiingie kwenye hayo mahusiano bila kujua background ya mtu. Usiingie. Acha, ni sumu. Acha kwanza uasharati. Acha kwanza uasharati. Kwa nini? Mtabadilishana roho, kwa sababu aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye. Leo hii ni kawaida sana kuona watu wako vioni, watu wamekuwa wakiingia kwenye ndoa kiholela, wameoana. Mimi nimesoma chuo kikuu, of course ninafahamu. Tulikuwa tunaona watu wengi wako vyuo vikuu, wameoana, wanaishi mke na mume, hata wazazi hawajui. Kabinti kanatoka kwa mwanaume, kanapika, kanafua nguo za kijana, kanalala humo, hata wazazi hawajui. Hizo ni ndoa holela. Hayo unayoyafanya yana majuto mbele. Baada ya muda utajutia. Na nataka nikwambie, kuna wakati utaanza kusema sasa namhitaji Mungu, sasa nisaidie, Mungu aweze kunipigania, anitoe kwenye hili jaribu. Nataka nikwambie, Mungu huwa na kawaida pia ya kukutengeneza. Utalia miaka mingi anakutengeneza. Utasema haikosi Mungu ameniacha. Kwa nini? Kwa sababu njia ulizozipita ni njia ambazo sio halali. Leo hii kuwepo kwa majira, vizibiti mimba vimeharibu sana vijana wengi. Vijana wengi sana wanatumia sindano. Mabinti wanatumia sindano, wanameza P2 kwa ajili ya kuzuia mimba. Wamekuwa kimeza, wanameza sana, wanatumia dawa kwa ajili ya kuzuia mimba. Ni kweli kijana, nisikilize. Ni kweli kijana, utabugia dawa sana, utachoma sindano za kuzuia mimba, ni kweli, lakini utafanikiwa kuzuia mimba. Nakubali. Je, vipi kuhusu kansa? Kansa utaizuia? Utaizuia kansa? Ni kweli utatumia vizibiti mimba, utatumia pillars, utatumia sindano, utatumia drugs, P2. Je, vipi kuhusu kansa? Vipi kuhusu mabadiliko ya hedhi? Maana kuna watu wamekuwa kibadilika hedhi sana kwa sababu ya matumizi ya vitu kama hivi. Alikuwa anaenda siku 5, ataenda 7, ataenda 8, 10 mpaka na kuendelea kwa sababu ya matumizi ya vipandikizi, vizibiti mimba. Ni kweli nitatumia condoms. Ni kweli utatumia condoms. Vipi mabadiliko ya afya yako inakuaje? Utatumia? Ni kweli nitatumia. Vipi kuhusu kubadilishana roho? Roho za uzinzi, roho za uasharati, roho za umasikini, roho za kukataliwa. Vipi kuhusu kubadilishana hizo roho? Nisikilize, watu wanasema ujana ni maji ya moto. Ninakubali kabisa, ujana ni maji ya moto. Nakubali kabisa. Ujana ni maji ya moto. Sikiliza, ujana ni maji ya moto, lakini je, hayo maji yatumike duniani? Haya maji yatakiwa kutumika duniani. Ujana ni maji ya moto, lakini hayo maji yanatakiwa kutumika kwa Yesu Kristo. Sema amen. Ujana ni kipindi maalum sana ambacho kinahitaji uangalifu sana, na Mungu anakiangalia vizuri sana, na shetani pia anakiangalia, kwa sababu ni kipindi ambacho Mungu anatamani atumie vijana. Leo hii watu wengi sana wanajuta kwa sababu walitumia ujana wao vibaya.
Wanajuta walitumia ujana wao vibaya, na kwa bahati mbaya hawajakubali kumpa Yesu maisha. Kwa majuto yamekuwa mara mbili ya wale ambao walitumia ujana wao vibaya na kwa bahati nzuri wakakutana na neema, wakampokea Yesu Kristo. Shukrani kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuokoa, na leo hiyo wanafurahia maisha. Ni kweli Bwana amewatengeneza, lakini kuna dosari, kuna ushuhuda fulani ni mbaya katika maisha yao. Wakianza kusimulia kwa namna walivyopita katika maisha yao, kwa kweli inaumiza. Ni kweli alitembea ovyo akiwa kijana. Of course hata akiwa na walea watoto, anawaambia watoto kuhusiana na maisha ya kutunza ubinti wao, kutunza ujana wao, anakosa nguvu. Ni kweli naye Bwana anakosa ile power ya kuambia watoto kwamba nilitulia nikiwa sekondari, nilitulia nikiwa chuo, nilitulia nikiwa hivi, sijawahi kukutana na mwanaume. Kwa anakosa ile nguvu. Kwa atawaambia watoto wangu tulieni, Bwana nawapenda. Anakosa nguvu. Lakini wewe ambao utatulia ukiwa chuo, ukiwa sekondari, utalea watoto katika njia ya Bwana, utakuwa na nguvu kabisa ya kuambia acheni mambo ya mahusiano. Mimi mama yenu niliwahi kuwa chuo, niliwahi kusoma sekondari kama nyinyi, lakini nilijitunza. Ndio maana kukutana na watoto wanamwambia mama, unatushauri mbona wewe mwenyewe unatoka na yule na yule. Watoto wengi wameharibika kwa sababu wanaona wazazi wao. Unajua mzazi ambaye bado hujatulia, una maisha mazuri, ni ngumu sana kumshauri mtu mwingine kakuelewa. Ni ngumu sana kumshauri mtu mwingine kakusikia. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha yako yalivyo. Kwa hiyo kulingana na ulivyoishi, ushuhuda wako utawafanya watoto waishi katika mazingira ambayo watamwogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi sana walifanya mambo ya hovyo kwa kuangalia wenzao mashuleni, vyuoni. Na huku mashuleni ndiko ambako shetani anatumia sana kuharibu vijana. Mashuleni na vyuoni. Mashuleni na vyuoni. Na ndio maana Bwana Yesu Kristo akasema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohane, ngoja nikusomee mwana wa Mungu. Nikusomee waraka wa kwanza wa Yohane sura ile ya pili, na ule waraka wa kwanza wa Yohane sura ya pili na ule mstari wa 14. Haleluya. Neno la Bwana wangu Yesu linasemaje? Neno la Bwana wangu linasema hivi. Haleluya. Linasema nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule muovu. Sikiliza, kijana yoyote mwenye neno ana nguvu. Kijana wote anayesoma neno ana nguvu. Aliyekubali kumpa Yesu Kristo ana nguvu. Na hizo nguvu zinamwezesha kumshinda nani? Kumshinda shetani. Kwa kijana ambaye hana neno, hana nguvu. Utashangaa anasema mimi mwenyewe nashangaa na zini tu. Utashangaa watu wanasema yani ile binti ukimgusa tu akataagi. Ukimwambia tu nakupenda, ameshakubali, ameshamshika mkono, umeenda naye gesti. Sio yeye, ana pepo kwa sababu hana neno, hana nguvu, kwa sababu neno ni nguvu. Neno ni Yesu. Unapokuwa na neno una Yesu. Unapokuwa na Yesu ana udhibiti mwili. Biblia inasema kwamba katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa 4 na 5, Biblia inasema kila mtu ajue namna ya kuweza mwili wake, katika utakatifu na heshima, sio katika tamaa kama watu wenye kuishi duniani. Kwa anaendelea kueleza utauwezaje mwili ni pale utakapokuwa na neno. Ndio maana anasema nimewaandikia vijana mna nini? Mna nguvu za kumshinda shetani, na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Na ndio maana Zaburi ya 119 na mstari wa 9, Zaburi ya 119 na mstari wa 9, neno la Bwana wangu Yesu Kristo linasema hivi, jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Ili kijana aweze kuisafisha njia yake, lazima atii, alifuate neno. Vijana wengi sana wamekuwa kianguka kwenye uzinzi na washarati kwa sababu vijana wengi sana ni wakaidi, hawataki kufuata neno, wanatamani waendelee kuendana na dunia inavyotaka. Biblia inasema msipende dunia na vitu vyote vivyomo ndani yake, maana mtu yoyote aipende dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Tamaa ya mwili, kiburi cha uzima, tamaa ya macho havitokani na Mungu. Vinatokana na nini? Vinatokana na dunia, na dunia inapita na nini? Na mambo yake yote. Bali yeye ayafanye mapenzi ya Mungu hadumu hata uzima wa nini? Hadumu hata milele. Sema ameni mwana wa Mungu. Nisikilize, kijana unao uwezo kabisa wa kufunga na kuutiisha mwili. Wala shetani hawezi kukushinda. Kijana una nguvu kabisa za kuomba. Una nguvu za kupiga magoti na kunyamazisha mwili. Unazo nguvu kabisa. Kuruhusu shetani kushinde umeamua wewe mwenyewe. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri 12, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako kabla haijaja miaka utakaposema sina furaha katika hii. Kumbe wakati wa kumkumbuka Muumba
ni wakati ambapo una nguvu, wakati ambapo una ujana, wakati ambapo kijana wewe unachemka, wewe unayenisikiliza, kijana wa chuo, kijana wa chuo kikuu, kijana wa sekondari, ndio wakati wa kumkumbuka muumba wako. Ukisoma kitabu cha Yakobo, haleluya. Kitabu cha Yakobo, nitasoma sura ile ya kwanza. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sura ya kwanza nitasoma mstari wa 14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Kinachokufanya uingie kwenye uzinzi ni kwa sababu ya tamaa ya mwili, tamaa ya mwili. Na mwili siku zote huwa haushibi tamaa, huwa haushibi, na hakuna kitu chochote kinachoweza kuushibisha mwili. Sikiliza, ngono haiwezi kaushibisha mwili hata siku moja. Tamaa, niseme hivi, ngono haiwezi kaizima tamaa. Ngono haiwezi kaizima tamaa hata siku moja. Utatamani binti huyu, utatamani kaka huyu, utalala naye, lakini si kwamba tamaa itaisha. Tamaa tena itaendelea, kesho na kesho kutwa itaendelea. Yaani nasema hivi, narudia, binti, kijana unayenisikiliza, baba, mama, mtu yote unayenisikiliza, tamaa haizimwi na ngono. Ngono haiwezi kazima tamaa, haiwezi. Biblia inasema, basi nasema enendeni kwa Roho, kamwe hamtazitimiza tamaa za nini? Za mwili. Mwili unashindana nini? Na roho. Na roho inashindana nini? Na mwili. Kwa sababu hivi vyote vinashindana, hamwezi kufanya mnayoyataka. Hakuna anaweza kufanya mambo ya Mungu ili hali bado hajakubali kuongozwa na nini? Na roho. Tukienenda kwa roho na tuishi kwa nini? Kwa roho. Lakini wewe unaenenda kwa mwili, nataka nikwambie, hautaweza kufanya mambo ya Mungu, wala kile unachokitamani kuwa hautakuwa. Hamtaweza kufanya mnayataka. Wewe unatamani kabisa uwe msomi mzuri darasani, unataka uwe mkulima mzuri, mfanyabiashara mzuri, hautaweza kuwa unavyotaka kuwa. Kwa nini? Kwa sababu mwili litakusukuma. Utapata fedha, utazitumia ovyo. Utapata biashara, hautaweza kufanikiwa kwenye biashara. Kila kitu kitaharibika, mambo hayaendi. Kwa nini? Kwa sababu mwili litakusukuma. Kwa sababu mwili nia yake ni mauti na dhambi. Ndio mwili unachotamani. Yaani mwili unatamani ukuue, ukuharibu. Ila ukienenda kwa roho, nataka nikwambie utafanikiwa. Utafanikiwa na watu watakushangaa. Kwa hiyo mtu hujaribiwa kwa sababu ya tamaa yake. Tamaa yako ndio inakupelekea hivyo. Mateso ulio nayo leo, mama, baba, kuna mahali ulianguka. Kuna mahali katika ubinti wako, ujana wako, au mpaka sasa kuna mahali hapako sawa. Kuna watu ambao mpaka leo wanaendelea kutoka nje ya ndoa. Jambo baya sana. Unaendelea kutoka nje ya ndoa, unaendelea kutoka nje, umwamini mke wako, unaendelea kutoka nje, unamwacha mke wako amelala, unachoropoka unaenda nje. Unaacha mume wako amelala, unachoropoka unaenda nje. Unaendelea kupokea maroho na kuyaleta kwenye agano la ndoa yenu. Na Biblia inasema ya kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote na maradhi yawe safi. Bado wewe unaendelea kuivunja na kutokuheshimu ndoa. Laana itakukalia, laana itakuumiza, laana itakuua. Wewe ambaye hujaingia kwenye maagano haya, mabinti, wavulana mnaonisikiliza, hamjaingia kwenye maagano haya, tafadhali msikubali kabisa kuja kuingia kwenye vita ambayo haina msingi wewe kuingia. Ni vita kali sana. Hii vita ni kali sana. Vita ya mahusiano yasiyo na kibali ni vita kali sana. Acha mzaha wa maisha yako. Maisha yako ni muhimu sana. Usiingie hata kidogo. Binti unayenisikiliza, tunza mwili wako. Ni kweli unaweza ukashauriwa kwamba haiwezekani ukakaa bila kufanya uasharati. Haiwezekani. Hata hawa wahubiri unaoona hawa wanafanya. Wengine wanaenda paka kejeli, wanakuambia hawa wahubiri wenyewe hakuna aliyewahi kuokoka kwenye sehemu hii. Wananyosha masuala ya uzinzi kwamba hakuna anayeokoka kwenye uzinzi. Mahubiri ya kishetani. Hakuna anayeokoka kwenye uzinzi, wote ni wazinzi. Kwa hiyo hakuna anayeokoka. Acha kutuambia hapa, wewe mlokole gani wewe, fanya tu, utatubu baadaye. Sikiliza, wako vijana walidhamiria, wakasema hatutakubali. Asema siwezi nikakubali nimkose Mungu. Yusufu anasema nimkose Mungu kwa kufanya uovu mkubwa namna hii. Akakubali kijana, akakubali asitende dhambi. Lakini yuko master wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo, usifikiri hakukutana na hizo kadhia. Alikuwa ni kijana kabisa, alikuwa katika mwili, anaishi Nazareti. Usifikiri kwamba hakuna mabinti waliokuwa nazunguka pale, lakini alishinda. Ndio maana Biblia inasema kwamba katika Ibrania, yeye mwenyewe alijaribiwa akashinda. Aliteswa alipojaribiwa. Hivyo haweza kuokoa wote wanaojaribiwa. Yesu mwenyewe kwamba alikuwa katika mwili, alijaribiwa majaribio ya kila namna, lakini alifanya nini? Lakini alishinda.
kwa vile alishinda, anaweza hata akakushindia hata wewe. Anaweza ataka kushindia hata wewe mama, anaweza akakushindia hata wewe baba, anaweza akakushindia. Kwa hiyo jambo la muhimu, usifuate maneno ya watu waliovurugika akili, watu wasio na uthabiti, wasio na maisha utaua, wasiotaka kuidhibiti miili yao, wanaoongozwa na miili, wanataka kila mwili unachotaka upatie, wanataka waishi maisha ambayo ni ya uhuru. Maisha ya uhuru yameharibu watu wengi, yameharibu vijana wengi, yameharibu wababa wengi, yameharibu wamama wengi. Maisha ya uhuru, hawataki kumilikiwa, hawataki kutawaliwa. Nisikilize mwana wa Mungu, wewe ambao umekwisha ingia tayari kwenye haya mahusiano, ni vizuri kaache leo. Kaache sasa hivi. Unavyosikiza clip hii, unaona kuna na mwingine, mtumie na hii clip asikilize. Akaache leo, aingie kwenye maombi mazito, aweze kujikomboa na hizo roho mbaya. Utakuja kuteseka kwenye biashara, utakuja kupambana kutafuta kazi, utaipata. Utapambana kutafuta watoto, utawapata. Uzao wako utakuwa na shida, uzao wako utakuwa ni mgumu, kwa sababu ya madhara ambayo uliyafanya katika umri huo, ukiwa mdogo, ukiwa shuleni. Nisikilize leo hii, wewe ambaye unasema mtumishi, mimi tayari unayosema ninayo. Anza leo kuomba, anza kumtafuta Bwana, anza kufuta hayo maagano, anza kutamka upya, tamka maisha yako mapya, tamka maisha yako mapya na maagano na agano ulilonalo na mume mwingine. Tamka hivyo na Bwana atakusaidia. Wewe binti, kaka ambaye hujaingia, nakwambia na kushauri, Roho Mtakatifu azungumze na aseme na wewe kwenye masikio yako ya ndani. Usikubali kuingia katika mahusiano yasiyo na maana, yasiyo na kibali. Ukitaka kuingia kwenye mahusiano, subiri. Utakapofika umri wa kuolewa au kuoa, piga mchungaji wako, mwambie sasa wakati umefika wa mimi kuoa. Hata kama uko mbali, uko wapi, unaweza kunishirikisha, hata mimi nikakushirikisha kwenye kuomba, nikamwambia tumuombe Mungu ili uweze kupata mtu ambaye Bwana alikusudia wewe uwe naye. Mwana wa Mungu, niseme tu Bwana akufunulie zaidi na zaidi, kwa sababu ni yeye anayekujua. Mimi sikujui, mimi ni mjumbe tu, ila Bwana anakujua. Bwana anayekujua akufunulie zaidi na zaidi ya hapa, ili uweze kufahamu ukubwa wa jambo hili ninalozungumza, uweze kufahamu ukubwa wa jambo hili ambalo Bwana amenisukuma nikuletee siku ya leo, kwa sababu unaweza ukaona kwamba ni jambo la